kwa akili yangu ya kipindi kile ni mwanaume ambaye alinitreat vizuri kuliko wanaume wengine niliokuwa nao before. Kuliko sijui unaijuaga hiyo like yani hamna mtu ambaye wa kiume ambaye kumtreat vile nyuma, hata baba yangu. Yani mapenzi alikuwa ananionyesha yule kaka. Kwa hiyo nilikuwa naona ndio tutagombana lakini he loves me. Atanicheat lakini he loves me. Atanitukana, atanipiga lakini we love each other. Lakini kumbe maisha sio kupendana tu, maisha ni mambo mengi. Mengi sana. Ukiona tu umekuwa na mwanaume tu siku za mwanzoni kuna vitu na kuna sauti ujue inatuambia like women tuna instincts. Lakini tunapotezea. Lakini follow your instincts, especially kwenye mahusiano si wanawake. Tungekuwa tunafuata kuna kile kisauti unaona kabisa unakisikia kinakwambia ila unaona lakini unangangania atabadilika, anampenda, tunajipaga moyo na lakini ananipenda. Unaweza kukuta mtu yuko kwenye mahusiano anapigwa na yupo haendi popote. Kumwambia nini ananipenda. Unaweza kukuta kwenye mahusiano mtu yani ananyanyasa vitu vingi kwenye mahusiano lakini mtu yupo kweli anavumilia. Lakini ukija kuchunguza unakuta labda ni mtu anaona kama yule mwanaume ndo center of her life. Kwa hiyo hawezi kuamua kitu kingine. Usimweke mwanaume katikati ya maisha yako. Yani mwanaume atakiwa azunguke huko, wewe ushuhudia the center, wao wanazunguka. You're the queen of your own. Kwa hiyo nilipokuja kugundua nika fix crown, I was like this time now I gotta go. Na kipindi unajua mimi nashauriwa achana na yule, nilikuwa uko usikii yani nimekuja kuachana na yule kaka. Kila mtu haamini, anasema wao anatudanganya, tunawajua watarudiana. Sikuomba ushauri, sikuaga, sikumwambia mtu, nilimwacha mwenyewe tu. Ukatoka na hicho ndo siku zote mtu unaweza. Ndio kilichoniokoa. Nisingekuwa hapa mimi nisingetoka kwenye ile mahusiano. I know that for sure. He's a good guy, lakini nisingekuwa hapa nisingetoka kwenye ile mahusiano.